wazazi, familia, walimu na wanachama wote kanisani. Karibuni sana katika tukio hili la furaha na sherehe ya kipekee ya sikukuu ya watafuta njia duniani 2025, uvishaji wa nishani na pini kwa madarasa waliohitimu katika idara ya huduma za vijana jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania. Leo ni siku ya furaha, kutambua jitihada, juhudi na maendeleo ya vijana wetu waliojitolea kujifunza, kukua kiroho na kujiandaa kuwa viongozi wa kesho. Tukio hili ni fursa ya kusherehekea mafanikio ya vijana wetu na pia ni muda wa kuwashukuru wazazi, walezi na walimu kwa moyo wenu wa kujitolea na ushirikiano wenu bila kuchoka. Kwa pamoja, mmechangia katika malezi bora ya kizazi hiki chenye vipaji na misingi imara ya kiroho. Tuna imani kuwa kupitia mafundisho haya, vijana hawa watakuwa wakiwasha nuru katika familia zao, kanisa na jamii kubwa. Leo ni siku ya furaha, kumbukumbu na hamasa ya kuendelea kuwekeza katika malezi ya kiroho ya vijana wetu. Karibuni, sherehekee na tuendelee kuwa familia moja ya kiroho inayojitolea kwa maendeleo ya vijana. Ya ulimwenguni, lakini pia ambayo ina program nzuri ndani yake ikiwa za uvishaji na uhitimishaji wa madarasa ya vijana wa watafuta njia na wavumbuzi. Kristo, program nyingi na ibada zitafanyika siku ya leo. Kubwa Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako. Roho yako Mtakatifu akatamalaki katika viwanja hivi tunapoendelea na programu hizi za ibada, kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Basi kwa kupisha programu hizo nitawakaribisha wahudumu wa shule ya Sabato Mezani wakati tunaendelea. Kwa hiyo tangazo ni kwamba tupo wakati wa ibada sasa. Mazungumzo yasiyo rasmi, yasiyohusika na ibada, tafadhali yakome mara moja katika mkutano huu. Na wale ambao kuna mipango miwili mitatu mnakamilisha kwa ajili ya ufanisi, tunatambua hilo, lakini tunaomba mkae mahali ambapo hapataondoa usikivu wa ibada ili ibada iweze kwenda kwa utulivu. Karibuni wahudumu, karibuni kwa ajili ya shule ya Sabato Mezani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibuni wageni wote katika kanisa letu la Mbagala. Kwa sasa tusimame na wimbo wa vitabu vya Mungu namba 196. Kiongozi kwa nyimbo, karibuni. Kitambo Bwana yuaja, atafute kote vito vya thamani kubwa, mali yake kuu. Kama nyota tajini zitang'aa sana, vito vizuri kweli vyenye thamani. Watoto wote wadogo wampendao mponya, ndio vito ving'avyo, mali yake kuu. Kama nyota tajini zitang'aa sana, vito vizuri kweli vyenye thamani. Karibu atakusanya vito kwa ufalme, vizuri vinavyong'aa, mali yake kuu. Kama nyota tajini zitang'aa sana, vito vizuri kweli vyenye thamani. Kama nyota tajini zitang'aa
Bwana Yesu asifiwe. Fungu ukali nasema, Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Inatoka Kutoka 34 mstari wa 6. Amina. Tupige magoti kwa ajili ya ombi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba wa mbinguni, tunasema asante kumbuka sana. Umetoa nyumbani kwetu mpaka tumefika hapa kanisani, ukatulinde ukapate kutuongoza, tuendelee vipindi vingine ukapate kupata utukufu wako katika jina la Yesu. Amina. Nitalikia maji kila dakika, asije kutokulia liko. Usiku na mchana talilinda, shamba la Bwana nalinda. Nitalitia maji kila dakika, asije kutokulia liko. Usiku na mchana talilinda, nitayainua macho yangu niutazame mlima wa Bwana, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana, nitayainua macho yangu niutazame mlima wa Bwana, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Nitayainua macho yangu niutazame mlima wa Bwana, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana, nitayainua macho yangu niutazame mlima wa Bwana, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana, nitayainua macho yangu niutazame mlima wa Bwana, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa namkaribisha leo jiandaa na somo la ukuziaji. Bwana Yesu asifiwe. Tupo somo la 38 lenye kichwa kinachosema kuwafanya kuwa wanafunzi kwa masomo ya sauti ya unabii. Fungu ukali natoka Habakuki 2 mstari wa 2 mpaka wa 3. Lengo kuu la utume ni habari njema kuwafikia watu wote na mataifa yote ulimwenguni. Tumekabidhiwa jukumu kila muumini kuhakikisha kuwa kila roho ambayo haijamjua Mungu inafikiwa.
Tunayo kazi kubwa ya kuhakikisha kuwa ujumbe wa malaika watatu unaenea ulimwenguni mote, na watu ni lazima wajue ni nani anapaswa kuabudiwa. Jukumu hilo liko kwangu na kwako kuhakikisha kuwa tunautangaza kwa ujasiri mkubwa. Heri asomaye na wao wasikiao maneno unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, maana wakati huu karibu. Ufunuo 1:3. Mbali na kuhubiri pamoja na kushuhudia, ipo njia nyingine ya ugaaji wa vitabu. Hakika hii ni njia ya injili ya kimya, lakini kwa uhakika. Ni kweli tunagawa vitabu, na hasa wakati wa sabato za wageni. Wageni hupewa vitabu kama zawadi kwa ajili ya kuvisoma, hivyo ushuhudiaji wa hali ya juu unahitajika, kwani kwa kuwapa vitabu tu halafu tukakaa, yawezekana sisaidie sana. Hivyo tuna jukumu la kuwatembelea na kuwatia moyo wa visome hivyo vitabu pale inapobidi, lakini pia kualika tena na tena kuhudhuria ibada mbalimbali kanisani. Wanaweza kualikwa hata kwa njia ya simu ikiwa wapo mbali. Endapo kila mshiriki atajitolea kusomesha mwanafunzi kadhaa kwa njia ya masomo sauti ya unabii, watu wengi wangeletwa kwa Yesu, na ile kauli mbiu uleta mmoja kila mwaka tunza ingetimia. Hakika inawezekana kwa kununua masomo haya na kuwagaia watu maalum. Wanajua kusoma na kuandika, inawezekana kufundishwa. Mjumbe wa Mungu anasema hivi: vitabu na magazeti yatatolewa kutoka nyumba zetu za kuchapisha, hayana budi kutayarishwa watu kuonana na Mungu. Mjumbe wa Mungu anasema hivi: washiriki wa kanisa wakifahamu ukubwa wa kuvieneza vitabu na magazeti yetu, watatumia wakati zaidi kwa kazi hii. Hivyo kama viongozi wa kanisa tushirikiane kwa pamoja kuhimizana na kutiana moyo katika huduma hii ya kueneza injili ulimwenguni. Amina. Kwa sasa nakaribisha Mbagala PFC kwa ajili ya wimbo mmoja. Walipokuwa ndani ya chombo, wanamkumbuka Yesu Mwokozi, tuokoe. Wanafunzi walililia Yesu walipokuwa ndani ya chombo, wanamkumbuka Yesu Mwokozi, tuokoe. Mara Yesu akaamka, akaukemea upepo, wakafika ng'ambo salama. Mara Yesu akaamka, akaukemea upepo, bahari ikatulia, wakafika ng'ambo salama. Ndugu, unapopata shida, kimbilio lako liko kwa nani? Yatoe maisha yako kwa Yesu, utapona. Nawe ndugu, unapopata shida, kimbilio lako liko kwa nani? Yatoe maisha yako kwa Yesu, utapona. Mara Yesu akaamka, akaukemea upepo, bahari ikatulia, wakafika ng'ambo salama. Mara Yesu akaamka, akaukemea upepo, bahari ikatulia, wakafika ng'ambo salama. Mara Yesu akaamka, akaukemea upepo, bahari
wakatulia, wakafika ng'ambo salama. Somo la 12 katika kitabu cha masomo ya utume kwa vijana na watu wazima linasema hospitali hubadilisha maisha. Hospitali ya Waadventista wa Sabato Chitonda Lumamba inayopatikana katika jumuiya ya kijiji cha Zambia, mahali ambapo watu huishi kwenye nyumba zilizoezekwa kwa makuti na kutumia vyoo na visima vya nje. Asilimia kubwa ya watu wa jumuiya hiyo ni wakulima wa misitu. Watu hao hulima mahindi katika kipindi cha majira ya mvua. Watu hao mazao yao hutumika tu kwa ajili ya chakula na pia hawana kipato kikubwa sana, na kiasi cha mimba za utotoni na ulevi kipo katika kiwango cha juu. Msingi wa usafiri wa watu wa jumuiya hiyo ni magari madogo madogo ambayo kubeba watu kwa nyumba. Taksi na mabasi ni adimu sana kupatikana. Kwa hiyo kwa kawaida watu wengi hutembea. Kabla ya hospitali ya Waadventista wa Sabato Chitonda Lumamba kuwepo, kulikuwa na zahanati moja tu katika jumuiya hiyo ya kijiji cha Zambia. Zahanati hiyo ilitoa huduma muhimu tu, na katika mipango iliyokuwepo ya zahanati hiyo ni zahanati ilitakiwa kuwa na gari moja muhimu la kubebea wagonjwa, lakini kulikuwa na gari moja tu ambalo ilibeba wagonjwa na kushirikiana na zahanati nyingine ndogo ndogo. Wana zahanati pekee ndio waliweza kupigia gari simu hilo ili waweze kuchukua wagonjwa na kuwapeleka hospitalini ambapo ni kilomita 90 kutoka eneo hilo. Wana zahanati wakipigia gari hilo simu, na kama gari hilo limeshaenda kuchukua wagonjwa wengine, ilibidi wagonjwa wao waweze kusubiri kwa takriban masaa 12 au siku nzima ili waweze kuchukuliwa na kupelekwa hospitalini. Kwa sababu hiyo wagonjwa wengine walitembea kilomita 60 mpaka hospitalini. Ni jambo la kawaida sana mama mjamzito kujifungua, anayetaka kujifungua kusubiri kwa muda mrefu au kwa siku nzima au siku inayofuata ili aweze kupelekwa hospitalini, kwa sababu hospitali ya Waadventista wa Sabato Chitonda Lumamba ilikuwa imefunguliwa. Siku moja mama mmoja alikuja akitumia usafiri unaovutwa na ng'ombe kuelekea hospitalini. Alikuwa akiongozwa na ndugu zake 6. Mama huyo alikuwa na furaha kwa sababu hospitali ya Chitonda Lumamba ilikuwa imefunguliwa na matibabu yote yalikuwepo. Na pia kikosi cha Waadventista wa Sabato walimsaidia mama huyo kujifungua salama mpaka alipojifungua salama, na pia akaruhusiwa kwenda nyumbani. Mmoja wa ndugu mama huyo akasema, hii imeokoa muda pamoja na pesa. Na pia muda mwingine kuna mvulana mmoja mwenye umri wa miaka 5 alikuwa amelazwa hospitalini huku mguu wake ulikuwa umewekwa kwenye kilabu. Mama huyo hakuwa na wasiwasi na pia alikuwa na furaha kwa sababu matibabu yote hospitalini yalikuwepo. Hospitali ile isingekuwepo, mama huyo angelazimika kusubiri kwa muda mrefu au kutembea kwa umbali mrefu mpaka kufika hospitalini kila siku. Mama huyo alikuwa na furaha kwa sababu mwanae alipona, na pia mama huyo alikuwa na furaha kwa sababu mwanae alipona na pia aliruhusiwa kwenda nyumbani. Sadaka yako ya Sabato ya 13 itasaidia hospitali ya Waadventista ya Chitonda Lumamba kufungua jiko lenye umuhimu mkubwa na mahali pa kufulia nguo nchini Zambia. Asante kwa kupanga sadaka yako ya ukarimu itakayotolewa tarehe 27 Septemba. Huu ni mwisho wa somo letu la utume, na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa ni wakati wa utambulisho. Tunaanza. Aliyetuletea fungu la kukariri anaitwa Dorcas Magoti, asimama kuongea washiriki mkono. Akiwapokea na nyie mnapunga. Aliyetuletea ombi anaitwa Festo Rubasha. Josea Festo Rubasha, asimama kuongea washiriki mkono.
washiriki mkono. Amina. Na mimi mwenyekiti wenu wa leo naitwa Maureen Edward. Kwa sasa namkaribisha Karani kwa ajili ya taarifa. Sabato njema, kanisa linalopendwa, watafuta njia, viongozi, marafiki na ndugu pamoja na dada katika Kristo. Leo tunaungana na maelfu ya watafuta njia duniani kote kusherehekea siku ya watafuta njia na miaka 75 ya huduma iliyowaongoza wengi kwenye miguu ya Yesu. Katika kila pembe ya dunia ambako vijana waaminifu na mashujaa wanajitolea, tunatangaza kwa ujasiri kwamba Mungu anakusudi kwa kila mmoja wetu kama watafuta njia wa Adventista katika siku hizi za mwisho. Watafuta njia wenye kusudi. Daudi, kijana wa kawaida mwenye wito wa milele. Leo tutazungumza juu ya kijana kama wewe. Hakuwa mzee, hakuwa tajiri, wala maarufu. Alitumia muda wake kuchunga kondoo, kuimba zaburi na kuomba. Lakini Mungu alimchagua kwa mambo makuu. Jina lake lilikuwa Daudi. Daudi alikuwa kijana mwenye kusudi, mtafuta njia wa kweli, wa kwanza moyoni kabla ya kuingia vitani. Na Mungu anataka uishi kwa kusudi pia. Nabii Samueli alipoenda kwa Yese kumtia mafuta mfalme mpya, kila mtu alidhani itakuwa mmoja wa ndugu wakubwa wa Daudi. Mungu hatafuti kuonekana, anatafuta utayari. Kusudi huzaliwa kwa siri. Daudi hakuanza kwa kuua majitu. Kusudi lake lilianza shambani, akichunga kondoo, akiimba nyimbo kwa Mungu, akijifunza kutumia kombeo na kulinda kundi lake dhidi ya simba na dubu. Biblia inasema, mtumishi wako amewaua simba na dubu pia. Kwanza Samueli 17:36. Kabla ya kukabiliana na Goliathi, Daudi alikuwa ameshinda vita vya kimya kimya. Wakati hakuna mtu aliyemtazama, alikuwa mwaminifu. Na wewe pia, mtafuta njia, unaweza kujifunza jambo hilo. Maamuzi madogo ya kila siku, kuwa mwaminifu, kusali, kutii, kupinga vishawishi, hututayarisha kwa changamoto kubwa zaidi. Mtafuta njia mwenye kusudi. Tunakutana na changamoto nyingi, shuleni, nyumbani na katika jamii. Wakati mwingine, changamoto hizi huhisi kama majitu yanayovuruga amani yetu. Lakini, kumbuka ahadi na sheria ya mtafuta njia. Zitakuweka msingi wa imani thabiti. Kwa neema ya Mungu, nitakuwa mpole, mwaminifu, safi. Nitazishika sheria za watafuta njia. Nitakuwa mtumishi wa Mungu na rafiki wa wanadamu. Kama Daudi, tunaweza kusema, wewe unanijia mimi na upanga na fumo, lakini mimi ninakujia kwa jina la Mwenyezi Mungu wa majeshi.
Watoto wanapaswa kufundishwa ili wawe wamishonari, wanapaswa wasaidiwe kuelewa kwa makini, wanapaswa wafanye nini ili waokolewe. Na matayarisho bora ni ule ukuaji wa jumla wa mwili, akili na nguvu za kiroho. Humwandaa mwanafunzi kuwa na furaha ya huduma katika ulimwengu huu na kwa huduma ya juu katika ulimwengu ujao. Haya yote humsaidia kijana kugundua furaha ya kweli katika kushuhudia na kuwa mwanachama wa jeshi kubwa la vijana wa Kiadventista ambao vipawa vyao na nguvu zao wanavitoa kwa Yesu. Kama jeshi la watendakazi la vijana wetu wakiwa wamefundishwa vizuri, watakwenda haraka. Ni kwa haraka kiasi gani ujumbe wa msulubiwa aliyefufuka na ajaye haraka atachukuliwa katika ulimwengu wote. Ili kazi iende mbele katika matawi yote, Mungu anawaita vijana wenye moto na ujasiri. Anawachagua vijana kupanga maendeleo ya kazi yake. Vijana wa kike na wa kiume wanaalikwa katika kuimarisha kazi ya Mungu kwa juhudi na mwamko wa kipekee. Kwa njia hiyo wataleta utukufu kwake na wokovu kwa wanadamu wenzao. Kanisa la Waadventista wa Sabato liko mstari wa mbele katika kuwaweka na kuwafundisha vijana wake kwa uongozi na huduma kwa jamii. Shughuli zao zimejengwa katika vitendo, uvumbuzi, changamoto, shughuli kivikosi na kutoa nafasi kujenga mwelekeo mpya na ujuzi unaoweza kukua ubinafsi, kundi au kijamii, huku wakiwa na hisia za utii na heshima kwa Mungu, uumbaki wake na kanisa lake. Falsafa ya jumla imejengwa katika msingi kwamba watoto wanajifunza kwa ubora kwa mifano kuliko maneno. Makusudi: 1. Kuwasaidia vijana kuelewa kwamba Mungu na kanisa lake wanawapenda, wanawatunza na wanawakubali. 2. Kuwatia moyo watafuta njia kugundua vipawa walivyopewa na Mungu na kutumia vipawa hivyo na uwezo wao kutimiza matakwa ya Mungu kwao. Na sehemu wanayoweza kufanya ni mpango mkubwa wa uokovu. 3. Kuwapa motisha vijana watoe pendo lao kwa Mungu kwa kuwaunganisha pamoja katika huduma mbalimbali za kuwafikia watu. 4. Kufanya mpango wa uokovu kwa kila mtafuta njia kuwa wa kwanza katika kila program. Tano, kukuza maisha ya afya kwa watafuta njia na kuwafanya wapende uumbaji wa Mungu kwa kufurahia shughuli za nje, kukambika, kuvinjari, nishani za asili na nka. Watafuta njia watapata uzoefu wa ibada kwa kadiri wanavyogundua uzuri, ukuu na nguvu za Mungu katika mambo ya asili. Uhusiano na Mungu utakuwa na maana zaidi kwao. 6. Kuwafundisha watafuta njia ujuzi maalum na mambo wanayopendelea, hobbies, ambayo yatafanya maisha yao kuwa na maana zaidi. 7. Kuwatia moyo watafuta njia kufanya mazoezi.
Wafundishe watoto kujali miili yao na kueneza tabia ambayo itafanya maisha yao ya baadaye kuwa ya furaha na manufaa. 8. Kutoa nafasi ya kukuza uongozi kwa kuwatia moyo wanachama kufanya kazi pamoja na kuwashirikisha katika madaraka ya uongozi. Hili litawafundisha juu ya somo la utii, nidhamu, utafiti na kuwa bora. 9. Kutafuta, kuendeleza na kuwakuza kimwili, kiakili, kijamii na kiroho. Wazazi wapendwa, tunawashukuru na kuwapongeza kwa moyo wenu wa upendo na kujitolea katika kulea watoto wenu katika njia ya Bwana. Mmeonyesha imani na hekima kwa kuachilia vijana wenu wajifunze mafundisho ya kiroho kupitia idara ya huduma za vijana kanisani. Kwa kufanya hivyo, mnachangia kujenga kizazi kinachomjua Mungu, kinachojitambua na chenye misingi imara ya maadili. Tunatambua si jambo dogo kuruhusu na kuwahimiza watoto kushiriki kikamilifu katika mafundisho haya. Ni ishara ya wazazi wenye maono na moyo wa huduma. Mungu aendelee kuwabariki na kuwazidishia hekima, uvumilivu na upendo katika malezi yenu. Kizazi hiki mnachokilea kitakuwa baraka kubwa kwa familia zenu, kwa kanisa na kwa taifa. Endeleeni kuwahamasisha vijana wenu, kwani mmeanza kazi njema na Mungu ndiye atakayekamilisha.
Baba Mungu uliye mbinguni, siku ya leo tena tunakuja tukikushangilia wewe. Tunakuja tukifurahi maana umekuwa pamoja nasi kwa mwaka mzima mpaka leo tena tunapoadhimisha siku ya watafuta njia duniani. Yesu, ninaombea vijana hawa katika ibada ya leo wakaendelee kubarikiwa. Tunaombea wazazi pia katika ibada ya leo wakaendelee kubarikiwa. Neno lako likatutie moyo na kutuongoza katika safari ya kwenda mbinguni. Katika jina lako Yesu, amina. PF tafadhali, tunaomba usikivu. PF tafadhali, ni siku yenu, kwa hiyo tunahitaji pia tuone kwamba siku yenu mna nidhamu ya kutosha. Tunaelewana PF? Tunahitaji kuona usikivu ili wadogo zenu wa Adventure waweze kuiga mfano wenu. Washiriki, sabato njema. Njema sana. Sabato njema. Njema sana. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana katika asubuhi ya leo. Asubuhi ya pekee, asubuhi ya aina yake, asubuhi ya siku ya Pathfinder duniani. Leo ni siku maalum sana kwa ajili ya watoto wa miaka 10 mpaka 15. Leo wanatimiza miaka 75 toka chama chao kilipoanzishwa. Kwa hiyo asubuhi ya leo tutakuwa na mambo mazuri yanayohusiana na PF, lakini tukiwa na wadogo zetu pia wa Adventure. Napenda kuwakaribisha wote wenyeji kwa wageni katika tukio hili maalum, tukio muhimu, tukio la aina yake. Pia niwapongeze kanisa la Mbagala pamoja na mtaa mzima wa Mbagala kwa kuweza kupokea ugeni huu, ugeni mkubwa. Washiriki wa Mbagala na mtaa mzima, Bwana Yesu asifiwe. Tunawashukuru kwa kweli kwa kutukubalia kukaa katika eneo lenu na kufanya ibada yetu hii ya siku ya leo. Nipende kuwakaribisha asubuhi ya leo wote kwa furaha. Yaani utakiwi kuwa na huzuni kwa siku ya leo. Ni siku ya furaha, ni siku ya pekee. Kila mmoja jisikie uko na amani miguuni pa Yesu. Tunapoianza ibada ya asubuhi ya leo, wote tutasimama kwa wimbo namba 73. Karibuni sana. Ibada njema. Namba 73. Na kaza mwendo mbinguni. Na kaza mwendo mbinguni kila siku. Napanda juu, naomba nikisafiri. Bwana uniongoze juu. Bwana uniinue juu kwa imani hata mbinguni juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu. Moyo wangu hautaki kukaa hapa lipo shaka. Wengine wapenda chini, nia yangu ni kupanda. Bwana uniinue juu kwa imani hata mbinguni juu kuliko dunia.
ya washindaji. Bwana uniinue juu kwa imani, hata mbinguni juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu, kupanda juu na nataka niuone utukufu hata mwisho. Nitaomba Bwana uniongoze juu. Bwana uniinue juu kwa imani, hata mbinguni juu kuliko dunia. Bwana uniongoze juu. Fungu kuu linatoka Zaburi 138 mstari wa 8, nayo linasema, Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Mtarudia, Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Amina. Asifiwe. Basi niwaalike mkiwa kuna nafasi mahali ulipo, tupige magoti tuombe katika ibada. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema wako na upendo wako juu yetu. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa ajili ya uhai ambao umetupatia katika siku ya leo ya pekee kwa watafuta njia. Asante kuwalinda watafuta njia, na asante kuliweka kanisa lako katika ulimwengu ili liwahudumie watafuta njia. Asante kwa ajili ya watafuta njia ambao wamepiga magoti hapa. Asante maana wanaoshauku katika mioyo yao ya kuabudu na kukushukuru kwa kufanya sherehe katika siku ya leo ya kutimiza miaka 75 jina lako litukuzwe. Katika ibada hii, Mungu wa mbinguni, unapobariki maelfu katika ulimwengu huu, nasi katika viunga hivi vya Mbagala, kanisa hili, twaomba baraka yako juu yetu. Twaomba nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini tusamehewe dhambi na ufanye utakaso katika mioyo yetu. Wabariki watafuta njia, wale ambao wanajisikia vibaya kiafya, Mungu waponye katika siku ya leo. Wapatie furaha ya pekee katika mioyo yao, na kwa namna ya pekee neno lako leo liguse watafuta njia wote. Na kila mtafuta njia sogee karibu na wewe. Mtafuta njia mwenye kusudi, ukawapatie kusudi mahususi la wokovu wako, lakini kusudi la ushindi kwa kila jaribu kwa uwezo wako. Tunaweka maisha yetu kwako sasa katika ibada hii. Mtumie mtumishi wako katika ibada ya leo, kwa jina la Yesu. Amina. Sabato njema wana na binti za Mungu. Naona nisogee hapa ili niweze kuwaona kwa uzuri. Tafadhali mwenye gari namba T 934 TDFZ, tafadhali kwenye hii shughuli yetu nzuri ya Pathfinder ulimwenguni.
tukiwa chini ya kanisa la Mbagala, lakini tukiwa tunahudumu kanda 3, kanda ya Temeke, kanda ya Yombo na kanda ya Mnyeji, kanda ya Mbagala. Tafadhali niweze kuwatambua mmoja mmoja, lakini kabla ya kuwatambua wote, tafadhali nimtambue pastor wa mtaa. Pastor wa mtaa, mahali ulipo, tafadhali simama upungie wageni wako mkono. Huyo ndio pastor wetu wa mtaa, Pastor Dutu. Yuko vizuri sana, yuko ndani ya uniform. Lakini pia niwatambue wazee wote wa makanisa yaliyohudhuria katika siku ya leo, kanda zetu zote 3. Kama mzee wa kanisa huko nyuma, tafadhali eneo lako la kukaa ni mahali hapa. Kuna mzee wa kanisa wa Vingunguti, kuna mzee wa kanisa wa Mbande, kuna mzee wa kanisa wa Mbagala. Kwa maana hiyo tuna wazee wa kanisa 3 tu. Wazee wa kanisa mko wapi? Tunapaswa kuambatana na watoto wetu. Wapo? Mzee wa kanisa wa Yombo, tafadhali kaa hapa. Tunaweza kukuhitaji alafu tukapata shida ya kukupata. Sambamba nao ni watambue master guide. Bila master guide hawa watoto leo wasingekuwa katika hali hii walionayo. Master guide wote mliopo, tafadhali simama. Natambua uwepo wenu. Mungu aweze kuwabariki. Bila nyie nafikiri hafla isingekuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Mungu aweze kuwabariki. Nitambue area coordinator wa kanda hizi 3. Tafadhali naomba tusogee hapa. Nahisi kuna wengine wanapanga mambo fulani pale. Kwa hiyo kuna area coordinator wa kanda ya Temeke, anaitwa Legan, na tuna area coordinator wa kanda ya Yombo, Isaya. Tafadhali simama kwa sababu uko hapo. Mwenyeji wenu nafikiri mnanitambua, Beatrice Masindi, area coordinator wa kanda ya Mbagala. Karibuni sana. Mimi ndio mwenyeji wenu wa leo. Karibuni, nimefurahi na nimejawa furaha kuwaona mlipojumuika wote hapa. Mbagala, Bwana Yesu asifiwe. Haya, Pathfinder na Adventure wa kanda ya Temeke, simama juu. Punga mikono. Haleluya Bwana. Kanda ya Temeke nafikiri bado hawajajitambua. Unajua nini? Kanda zimegawanywa hivi karibuni kwa kutokana na mgawanyiko wa conference na field mpya. Kwa hiyo kuna wengine wanasahau kama wako kanda ya Temeke. Kanda ya Yombo, Pathfinder na Adventure, simama juu. Punga mikono. Haleluya Bwana. Wenyeji wetu kanda ya Mbagala, simama juu. Tupungieni mikono na ukaribisho wa pekee kutukaribisha. Simameni kwa Haleluya Bwana. Haya, wazazi wetu wa kanda zote 3, pungeni mikono. Haleluya. Mzazi, nitakushangaa kama una mtoto wa Pathfinder alafu huna beji ya tukio. Tafuta mapema ilipo beji ili uweze kuipata kwa siku ya leo. Maana nasikia mmejiandaa na t-shirt. Sasa hiyo t-shirt iweze kuwa na beji vile vile. Nipende kuwatambulisha ambao wamehudumu na wanaendelea kuhudumu. Aliyetuletea fungu kuu anaitwa Lucy Zakayo. Tafadhali simama, punga mkono. Haleluya Bwana. Akipunga na wewe unapunga. Bwana, mmepooza sana kama mmemwagia maji ya baridi. Pungeni mikono basi. Haleluya. Ambaye atatuletea somo la sadaka ni Makaza Alanus. Tafadhali simama, akiongozana na mashemasi ambao watakuwa pamoja nasi. Mashemasi wale Pathfinder pamoja na kiongozi wao, tafadhali simama juu, mpunge mikono. Hao ndio wanatuongozea upande wa sadaka. Lakini tunaye mtafsiri wetu wa lugha za alama. Flo Nelly, yeye anatutafsiria lugha za alama. Lakini pia tuko na watu wetu wa mawasiliano. Pia unaweza kupunga mkono mahali ulipo, maana unatufanyia kazi nzuri. Ila siku ya leo tuko na mratibu wetu wa jimbo anayeongoza na kusimamia hizi kanda 3. Mwalimu wetu mahiri sana. Amekuwa nasi kwa kipindi kirefu sana. Tumekuwa naye toka tukiwa kanda ya Kurasini. Akabadilishwa tukapewa mwalimu mapigano. Baadaye akarudishwa kanda ya Mbagala, Temeke na Yombo. Mwalimu Yusufu, tafadhali simama upunge mkono.
Mwalimu Yusufu ni baba wa familia mwenye mke na watoto 3. Kanisa lake la kuabudia ni kanisa la Tabata, lakini anaipenda kanda ya Mbagala, anaipenda kanda ya Temeke na anaipenda kanda ya Yombo, kwa sababu Tabata wana tukio kama hili, lakini tuko pamoja naye. Mwalimu Yusufu, Mungu aweze kukubariki sana. Lakini asubuhi ya leo tunaye kiongozi wetu atakayetuendeshea huduma zote, Pastor Amos Bupilipili. Pastor Amos Bupilipili ni mchungaji kutoka mtaa wa Kipunguni. Ukiona PF wamepiga makofi, wanatambua huduma zake. Pastor, karibu sana kwenye mtaa wa Temeke, kwenye mtaa wa kanda hizi 3, Temeke, Yombo na Mbagala. Karibu sana, ujisikie amani ya Bwana. Pamoja na hayo tutakuwa na ambao asifiwe. Somo la sadaka natoka katika kitabu cha Mika 6 mstari wa 6 hadi wa 8. Unasema, nimkaribie Bwana na kitu gani, na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketeza? Na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na 1000 za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Fungu la 8. Bwana, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ili kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Tuombe. Baba mtakatifu, naomba tuongoze tunapoenda kutoa sadaka, utulinde na utulinde kwa daima. Yesu mshukuru, amina. Ana, ninaomba hivi leo uniongeze nguvu, kwani hata kama sijui wataka niende wapi, ila jambo moja ni hakika, kamwe wala sina shaka, unanitaka niende nikahubiri neno lako, unanitaka niende nikahubiri neno lako. Bwana, ninaomba hivi leo uniongeze nguvu, kwani hata kama sijui wataka niende wapi, ila jambo moja ni hakika, kamwe wala sina shaka, unanitaka niende nikahubiri neno lako, unanitaka niende nikahubiri neno lako. Ni pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno, dhahiri sitokataa wito wake Bwana Mungu, niko hapa nitume niende leo, niko hapa nitume niende leo, pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno, dhahiri sitokataa wito wake Bwana Mungu, niko hapa nitume niende leo, niko hapa nitume niende leo. Kwanza nitaanza baba kwa majirani zangu, nuru hii ni lazima, nuru ing'ae karibu, na ndipo hatua kwa hatua imani itasonga mbele,
niende nikahubiri neno lako. Pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno. Dhahiri sitokataa wito wake Bwana Mungu. Niko hapa, nitume niende leo. Niko hapa, nitume niende leo. Pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno. Dhahiri sitokataa wito wake Bwana Mungu. Nipo hapa, nitume niende leo. Nipo hapa, nitume niende leo. Pengine milimani utanituma niende, pengine mabondeni wataka nipeleke neno. Dhahiri sitokataa wito wake Bwana Mungu. Niko hapa, nitume niende leo. Niko hapa, nitume niende leo. Hapa duniani tuwasafiri, twaelekea mbinguni. Twapitia shida pia na majonzi, twagana duniani. Hapa duniani tuwasafiri, twaelekea mbinguni. Twapitia shida pia na majonzi, twagana duniani. Twaelekea kule nyumbani kwetu, palipo na raha na furaha tele. Tutakutana na ndugu na rafiki tuliotengana duniani. Twaelekea kule nyumbani kwetu, palipo na raha na furaha tele. Tutakutana na ndugu na rafiki tuliotengana duniani. Baba pia mama, kaka na dada, twaombea baraka. Tukutane kwetu juu mbinguni, Yesu akitungojea. Baba pia mama, kaka na dada, twaombea baraka. Tukutane kwetu juu mbinguni, Yesu akitungojea. Twaelekea kule nyumbani kwetu, palipo na raha na furaha tele. Tutakutana na ndugu na rafiki tuliotengana duniani. Twaelekea kule nyumbani kwetu, palipo na raha na furaha tele. Tutakutana na ndugu na rafiki
hiki tulotengana duniani. Juu ya mwamba, Yesu mwamba wa kale, tutavumilia kishindo, tufani vumapo, tutajenga juu ya mwamba, Yesu mwamba wa kale, kweli tutavumilia kishindo, tufani vumapo, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Kristo. Tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Kristo. Wengine hujenga katika changa wa ulimwengu, wengine katika mawimbi ya anasa za dhambi, wengine hujenga katika changa wa ulimwengu, wengine katika mawimbi ya anasa za dhambi. Tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Kristo. Tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Kristo. Jenga nawe juu ya mwamba, singi peke wa kweli, tumaini lake ladumu, tumaini la wokovu. Jenga nawe juu ya mwamba, singi peke wa kweli, tumaini lake ladumu, tumaini la wokovu. Tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Kristo. Tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Kristo. Tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, tutajenga juu ya mwamba mkuu, juu yake Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tukio lifuatalo sasa ni tukio la kuvisha pini ya tukio. Tunamshukuru Mungu. Ni siku ya watafuta njia ulimwenguni. Kanisa la Waadventista wa Sabato duniani linaazimisha siku hii kama siku ya pekee kwa watafuta njia. Bwana asifiwe. Na linayo kauli mbiu ya pekee inayosema mtafuta njia mwenye kusudi. Mtafuta njia mwenye kusudi. Kwa hivyo tukio hili litazinduliwa na mgeni wetu rasmi pamoja na mchungaji wa mtaa. Mchungaji wa mtaa atamvisha pini ya tukio mgeni rasmi, na mgeni wetu rasmi atamvisha pia mchungaji wa mtaa pini ya tukio. Tunaheshimu sana mchungaji wetu wa mtaa kutuunga mkono kwa kuonesha ushirikiano na sisi. Watafuta njia mnasemaje? Amina. Na mimi nimefurahi sana kumkuta mchungaji amevaa uniform ya watafuta njia. Wow. Imekaa poa Hii ni nzuri sana. Kwa hiyo kwa heshima kubwa mgeni rasmi atakishwa pini na mchungaji wa mtaa kama ishara ya kumkaribisha katika mtaa huu. Na pia mgeni rasmi atavishwa pini hiyo ya tukio na
mchungaji. Kwa hiyo mchungaji, karibu mbele. Baada ya tukio hilo, tutasoma salamu za mchungaji, mkurugenzi wetu wa vijana, na baada ya hapo watafuta njia wote na wazazi wote wenye pini hizo watakuja kuvishwa hizo pini. Wavishaji wa pini hizo ni maelia coordinator wa kanda pamoja na makatibu wenye uniform ya watafuta njia. Kwa hiyo sasa tukio linakuja. Pastor anamvisha pini ya tukio mgeni wetu rasmi. Tukio la siku ya watafuta njia duniani. Jameni, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa na kanda hizi tatu, kanda ya Mbagara, kanda ya Temeke na kanda ya Yombo. Bwana asifiwe. Wow, picha zinapigwa vizuri kabisa. Tukio la pekee kwa wachungaji wetu. Hawa ndio wachungaji pekee ambao tumekuwa nao katika tukio hili la pekee. Na mimi nimebarikiwa sana. Amina. Basi mgeni rasmi bishe mchungaji wetu wa mtaa ambaye kwa kweli moyo wake umeonekana kuwapenda watafuta njia pamoja na chama cha watafuta njia kwa kuwa na uniform ya watafuta njia kufanana nao. Ni Bwana asifiwe kwa pastor wetu. Nimempenda bure kabisa. Amina. Safi kabisa. Bwana akubariki pastor. Amina. Wanapeana hadi vizuri. Sasa watakuwa wamesimama hivyo na tunamkaribisha Mama Cindy pamoja na Regani na Isaya watakuja huko mbele ili salamu za mkurugenzi zisomwe na mchungaji wetu wa mtaa, na baada ya hapo tutawaita watafuta njia wote wenye hizi pini za siku ya tukio. Watafuta njia watazinduliwa kuvishwa pini na area coordinator wa kanda hii ya Mbagara, Mama Cindy, na mimi nitafuatia na area coordinator wa Temeke na Yombo, na baada ya hapo wataanza kuvisha sasa watafuta njia. Kwa hiyo karibu mchungaji kwa ajili ya kusoma salamu za mkurugenzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha kwa ajili ya kupokea salamu kutoka ofisi makao makuu ya jimbo, kutoka kwa mkurugenzi wetu wa idara ya huduma za vijana, Pastor Ngwenya Hezron Magambo. Salamu za mkurugenzi katika siku ya tafuta njia Septemba 2025. Marafiki zangu wapendwa watafuta njia kwenye conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, kwa namna ya pekee niwakaribishe kwenye sabato ya watafuta njia ulimwenguni yenye kauli mbiu isemayo watafuta njia wenye kusudi. Mwaka 2025 tumesherehekea miaka 75 ya huduma za watafuta njia kanisani. Tangu mwaka 1950 hadi sasa. Bwana atanitimilizia mambo yangu. Usiache kazi za mikono yako. Zaburi 138:8. Watafuta njia wote, tambueni wazi kwamba Mungu amewaumba kwa kusudi pekee ndani yenu. Kila siku mnapokuwa, kumbukeni kuwa maisha yenu kazi ya mikono ya Mungu. Kama Manoa alivyouliza, huyo mtoto atakuwa wa namna gani na kazi yake itakuwa nini? Waamuzi 13 fungu la 12. Hii inafurahisha, inadhihirisha wazi kwamba liko kusudi toka kwa Mungu ndani yenu pia. Vivyo hivyo, nawe mtafuta njia, ishi kwa utukufu, nidhamu na uaminifu ili kutimiza kusudi la Mungu lililo ndani yako. Tambua, wewe ni hazina ya Mungu. Wewe unuru katika kizazi hiki. Wewe ni sehemu ya mpango mkubwa wa Mungu. Simameni imara, mkue katika hekima na upendo na mng'ae kwa utukufu wa Mungu. Heri na baraka kwenu mashujaa wa kusudi la Mungu. Hongereni sana leo kuwa siku pekee kwenu, kuvishwa pia na nishani zenu mlivyojifunza kwa mwaka 2025. Kwa namna pekee niwapongeze wazazi, wakurugenzi wa chama cha watafuta njia, walimu, viongozi mbalimbali
na kanisa kuhakikisha program za malezi, mafunzo, maburudisho kwa watafuta njia kanisani kwako vimekuwa hai. Mungu awabariki sana. Na watakia sabato njema wapendwa marafiki wa Yesu Kristo, watafuta njia wote. Pastor Mgwenya Hezroni Ngabo, mkurugenzi wa huduma za vijana jimbo la Kusini Mashariki mwa Tanzania. Mungu awabariki. Tunashukuru sana kwa salamu hizi za pekee zenye ujumbe mzito. Watafuta njia amesikia? Ndio. Watafuta njia amesikia? Ndio. Unajua hakuna wakati unaofurahisha kama ukisikia tuwatafuta njia shujaa, watumishi wa Mungu na tuwaaminifu, wapole kweli na safi, ujumbe kwa ulimwengu, kweli uweka huru, Yesu mfalme Mwokozi arudi. Yesu anarudi kwako nani? Tafuta njia mwenye kusudi. Tukio linalopata sasa, ndugu mgeni atawavisha pamoja na mchungaji atawavisha area coordinator wetu pini za tukio asubuhi ya leo. Wakati sasa wakabidhi, unaweza kuanza kuwavisha pini ya tukio. Pini ya tukio. Pini ya tukio. Yes. Namna hiyo zoezi la uvishaji limeanza rasmi. Lakini Bwana Ezi, washiriki kweli wanashuhudia kimya kimya kweli? Amina. Haiwezekani. Naomba tuende wote. Amen. 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 Wote. Tukio adhimu kabisa hiyo. Haiji mara mbili. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Wote tuende. Sijasikia bado. Sije. Hivi kweli hao wanafurahi hizi? Hapana. Hivi wanajua siku leo ni siku gani? Ni siku ya watafuta njia ulimwenguni. Yes, waambie ni siku kuu. Tena siku kuu. Naam hiyo. Ya Sabato. Naam. Tumeuona. Watafuta njia njoni, watafuta njia wenye pini. Watafuta njia wenye pini njoni. Tumeiona njia. Watafuta njia wenye pini unasimama. Njia. Pini ya tukio. Watafuta njia wenye pini ya tukio karibu ili awavishe. Kila mtafuta njia mwenye pini ya tukio. Pathfinder jamaa. Kabati. Nzuri. Mwalimu, watafuta njia? Nimegundua. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa nahitimu master guide. Ndio. Kuna fulani ilikujaga kiasi kwamba hata namna kuimba nikawa nashindwa. Sasa ile vibe ile natamani leo watoto waimbe. Sawa? Basi twende. Bagala wana bahati. Twende. Bagala wana bahati. Kweli wokovu umefika nyumbani mwao. Wana bahati. Matarumbeta tafadhali. Wale bass band tafadhali. Yes, namna hiyo. Lazima tuonyeshe leo ni siku ya sikukuu. Haya twende. Bagala wana bahati. Sikia. Bagala nini? Basi hawa watapiga picha. Wote wokovu umefika
nyumbani mwenu. Wanabahati Temeke, Temeke. Wanabahati Temeke, Temeke. Wanabahati au sijasikia nini oko tende na yombo wanabahati Yo. Bwana asifiwe. Kwa kweli, sikiliza vizuri, tafuta njia. Kwa kweli, tunangojea siku moja Yesu atakapotamka vema, mtumwa mwema, mwaminifu, nenda mkodia. Na Yesu atawavika watafuta njia taji ya uzima wa milele. Bwana asifiwe. Ninapenda watafuta njia, maana ni shuhuda. Hata ukisikia hapa wanasema amina kuliko hata mzazi. Watafuta njia, amina. Amina. Bariki, karibuni sasa kwa ibada tunapoendelea. Karibu.